Bado kuna Ushindi TV. Ignite your faith. Change the world. Haleluya, haleluya, haleluya. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Tunaendelea na neno la Mungu katika kitabu kile cha Mathayo. Bwana Yesu asifiwe sana. Katika kile kitabu cha Mathayo sura ya 13 mstari wa 44. Anasema, tena ufalme wa mbinguni unafanana na hazina iliyositirika katika shamba, ambayo mtu alipoiona aliificha, na kwa furaha yake akaenda akauza alionayo akalinunua shamba lile. Bwana Yesu asifiwe. Yesu anasema ufalme wa Mungu unafanana na hazina iliyositirika katika shamba. Yaani lile shamba, mwenye shamba pasipo kujua, kumbe kulikuwa kuna madini ya thamani ambayo yamefichwa pale. Yalifichwa katika uumbaji wa Mungu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Mungu wa mbinguni ameyaficha. Na mara nyingine tunafahamu, inawezekana hatuelewi nini maana ya hazina. Hazina ni jengo ambalo serikali wanajenga, jengo imara ambalo kazi yake ni kuhifadhia mali thamani au mali ghafi au fedha. Haleluya. Uchumi wa nchi huhifadhiwa kwenye hazina. Haleluya. Hazina ndio ambayo inaweza ikapima wananchi wa nchi fulani wanaweza kula pasipo kufanya kazi kwa wakati gani au kwa muda gani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Biblia inasema mfanyabiashara alipokuwa anaenda kutafuta lulu za thamani, alipofika kwenye shamba akagundua sio tu ninatafuta lulu, kwenye hili shamba kuna lulu nyingi zimefichika hapa. Kuna lulu nyingi zimefichika hapa. Haleluya. Kwa hiyo akajaribu kubagain na mwenye shamba, akaenda akauza vyote alivyo navyo, akaja kulinunua shamba lile. Alijua atakapolinunua shamba si tu kwamba atabakia na shamba, lakini atapata hazina ya thamani kubwa kulikoni ile aliyokuwa anaifanyia biashara. Na hii ni siri ambayo tunapaswa tuijue. Kama huwezi kujua Yesu ni hazina yako kwa namna gani, ndio maana nasema hazina zenu mziweke mbinguni, ambako nondo na kutu hawawezi kuharibu. Watu wengi hazina zetu tumeziweka huku duniani. Maneno haya maana yake ni kwamba huku duniani tumewekwa kutafuta mapenzi ya Mungu. Tutakapokuwa tumeyapata mapenzi ya Mungu, tutakuwa tumejihakikishia kupata kitu kilicho bora kuliko kitu chochote. Ndio maana katika Mathayo 6 mstari ule wa 33 anasema, utafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake, mengine mtazidishiwa. Ufalme wa Mungu na mapenzi yake tutakapoupata ni hazina kubwa kuliko ni chochote tunachoweza kukifanyia kazi kwa muda mrefu. Watu wa Mungu, ni wakati wa kufanya maamuzi ya dhati, kutafuta thamani ya maisha yetu iko kwenye nini. Haleluya, haleluya. Kwa nini Bwana Yesu alitoa mfano kwa kuzingatia mfanyabiashara wa lulu? Kuna mambo kama 5 hivi ya kusimamia ambayo akili za wafanyabiashara wengi huyatumia hayo mambo. Jambo la kwanza, haleluya, mfanyabiashara siku zote akifanya biashara zake huzingatia kiwango cha ubora. Mfanyabiashara anayepata mapato sahihi huzingatia viwango vya ubora wa biashara anayoifanya. Lakini jambo la pili, mfanyabiashara huangalia faida. Kama chochote unachokifanya huwezi kuwa na tathmini ya kujua faida yake, ujue tayari wewe umekwisha kushindwa kabla ya kushindwa. Lakini jambo la tatu, mfanyabiashara siku zote huangalia mwenendo wa soko, kwamba kipindi hiki ni kitu hichi kinatoka. Sikiliza, huwezi ukapata faida kubwa ya makoti Dar es Salaam ya baridi kwa sababu kuna joto. Haleluya. Ukitaka kuuza makoti lazima utafute mahali ambapo ni mahali palipo sahihi. Watu watahitaji makoti kwa sababu ya hali ya afya zao, kwa mazingira yaliyopo. Kwa sababu hiyo watu wengi hawajajua kuna faida gani kumpata Yesu Kristo. Jambo la 4, haleluya, mfanyabiashara yoyote huzingatia majira katika biashara yake. Kuna biashara za wakati wa joto na kuna biashara za wakati wa baridi.
Lazima uzingatie majira kama unataka kufanikiwa katika biashara yoyote, iwe ya kiroho, ya kimwili, kazini na chochote. Zingatia mazingira na majira. Haleluya! Ukija kuuza chai ya moto saa 5 mchana, watu watakushangaa. Lakini jambo la 5, haleluya, mfanyabiashara siku zote huzingatia mzunguko wa biashara yake. Anaangalia kipindi hiki biashara yangu ina mzunguko au hapana. Haleluya! Kwa hiyo kanisa na watu wa Mungu leo, ninaamini tunapaswa tujitafute na kujitambua kwamba tuko kwenye mazingira gani, ili tuchukue zile falsafa za mfanyabiashara ziwe sehemu ya kumtafuta Mungu na yale tunayoyahitaji kutoka kwake ili atupatie. Haleluya! Tutakapogundua thamani yetu, tutagundua namna ya kuitumia, tutagundua wapi pa kuitumia, tutagundua nani wa kutumia nayo, tutagundua ni saa gani au majira gani huduma hii inafaa kwa ajili ya kazi maalum. Kwa hiyo ufalme wa Mungu ni wa thamani sana. Ndio maana Yesu akaufananisha ufalme wa Mungu na hazina iliyositirika. Ni majira sahihi ya watu wa Mungu kugeuza mtazamo wetu na kumtazama Mungu kama mwanzo wa faida zote tunazozihitaji. Mungu wa mbinguni akubariki sana utakapokuwa umefikia lengo la kufahamu wewe ni nani na uko kwenye majira gani. Mungu wa mbinguni akubariki. Amen. Bado kuna Ushindi TV. Ignite your faith. Change the world.